Tunaweza tukaendelea. Okay. Okay, habarini za asubuhi. Ni njema. Sawa. Marahaba. Basi nipende kuwakaribisha Yeah. kwa ajili ya fursa zetu ambazo tutakuwa nazo katika kujifunza Mm. neno la Bwana, na labda kabla tujaendelea, ni muhimu tukawa na Biblia zetu, natumaini ni hivyo, Sawa na? ili tuwe na Biblia zetu ili tuweze kushiriki katika kusoma. Mm. Ya, hiyo ni sehemu ya muhimu. Wenye kuandika tunaweza kuandika pia kwa ajili ya kumbukumbu zetu. Labda kabla tujaendelea, ningependa kujitambulisha. Naitwa Robert Wilson, niko Dodoma, na labda ningetoa fursa na kwenu pia kabla tujaendelea tukafahamiana. Sawa sawa. Kwa majina naitwa Daniel Asajile, nipo Mbeya. Nani? Daniel Asajile, nipo Mbeya. Danieli. Okay. Mimi naitwa Robinus Kairuntu, nipo Mbeya pia. Okay, sawa. Basi nafikiri tunaweza tukaendelea moja kwa moja, tusipoteze muda. Mm. Labda kabla hatujaanza, ningependa tuweze kuomba. Jackson, unaweza kutuongoza kwa ombi? Sawa. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa fursa ambayo umetupatia tena kwa ajili ya kujifunza. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akae katikati yetu, kile tunachokwenda kujifunza tupate kukielewa. Tunaomba na kuamini katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, amina. Amen. Wazo ambalo tutaliangalia katika siku ya leo, naweza kusema ni la jumla kwa namna fulani, na litaweka msingi fulani kwa takribani mengine yote ambayo tutaendelea kujifunza. Tunaishi katika dunia hii na tunaweza kuona yale yanayoendelea katika dunia hii sisi wenyewe wakati mwingine tukiwa ni washiriki, lakini wakati mwingine tukishuhudia kutuzunguka kile kinachoendelea. Ni wazi ya kwamba dunia hii haiko shwari. Dunia hii inakabiliwa na changamoto nyingi, inakabiliwa na matatizo mengi. Hiki sio kitu kigeni kwa uzoefu wetu kama wanadamu. Yako matatizo mengi sana, kwanza matatizo ya kiafya, matatizo ya kimaadili. Tunakabiliwa na vita, mauaji mbalimbali. Hivi sio vitu vipya. Kuna mambo yanafanyika ambayo mara nyingi huongoza kwenye swali ya kwamba Mungu anafanya nini kuhusiana na matatizo haya yanayotukabili. Upande mmoja upo ufahamu wa jumla ya kwamba Mungu ana uwezo wote, hakuna kisichowezekana kwake.
lakini swali la msingi ni kwamba Mungu anafanya nini katika kushughulika na matatizo haya? Na mara nyingi kwa jicho la kibinadamu inaonekana kama hakuna kinachofanyika. Ni kama uovu unaendelea kustawi bila nguvu yoyote ya kuuzuia. Okay, ninasikika vizuri eh? Yeah. Okay. Ni kama uovu na uharibifu unasonga katika kustawi bila chochote cha kuzuia. Mambo yalivyokuwa miaka kadhaa iliyopita ni tofauti na yalivyo sasa, na swali kubwa ni kwamba Mungu anafanya nini? Hili ni swali la muhimu. Hili ni swali la muhimu ambalo linahitaji majibu ya kweli na ya hakika. Tunacho chanzo kimoja tu ambacho tunaweza kupata jibu kwa swali hilo, na chanzo hicho ni neno la Mungu. Ningependa tuweze kusoma kutoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, na tutasoma ile sura ya kwanza fungu la 19. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza fungu la 19. Nasema waraka wa pili. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza fungu la 19. Basi nitasoma. Karibu. Inasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema, mpaka kutakapopambazuka nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Okay, tuna neno la unabii lililo imara ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza mwafanya vyema, mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hiyo toleo pekee ambalo limetolewa kwetu ili kutusaidia kuweza kuiona njia ni neno la Mungu. Mfano unaotumika hapa ni rahisi sana kueleweka. Mara nyingi wakati wa masaa ya giza, kifaa pekee ambacho kinahitajika sana ni taa ili kutuwezesha kuona. Na hiki ambacho kinaeleza hapa ni ukweli ya kwamba tunaishi katika dunia yenye giza. Kuna mchanganyiko wa hatari katika dunia hii, kiasi kwamba hakuna namna ambavyo kwa akili za kibinadamu tunaweza kuyachambua mambo isipokuwa katika nuru ya neno la unabii, isipokuwa katika nuru ya neno la Mungu. Neno la Mungu linafananishwa na taa kwa njia yetu. Kwa tunacho chanzo kimoja pekee ambacho kinaweza kutufunulia kile ambacho Mungu anakifanya katika kushughulika na matatizo yetu kama jamii ya wanadamu. Na katika waraka wa pili wa Timotheo, ile sura ya 3,
Timotheo ya pili sura ya 3, na tutasoma lile fungu la 15 hadi 17. Inasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Okay. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ni maandiko matakatifu pekee ndio ambayo yanaweza kutuhekimisha hata kupata wokovu. Wazo la msingi ni ukweli ya kwamba ni katika neno pekee la Mungu ya kwamba tunaweza kuletwa katika ufahamu ulio sahihi wa ushughulikaji wa Mungu na jamii ya wanadamu. Na katika ukweli huu tunaitwa kuweza kuyaingia maandiko matakatifu na kujifunza kutoka kwayo. Hamna njia nyingine. Hamna njia nyingine. Vipo vyanzo vingi ambavyo vinachukuliwa na wanadamu kama vyanzo vya hekima, lakini kipo chanzo kimoja tu ambacho kinaweza kuongoza kwenye kutuhekimisha hata kuweza kupata wokovu, na chanzo hicho ni neno la Mungu. Na kwa jinsi hiyo, tunapokuwa tukichukua muda pamoja, ni hiki ndicho ambacho tunakitafuta. Ni muhimu kujua ya kwamba namna ambavyo Mungu anashughulika na mambo ni tofauti kabisa na namna ambavyo wanadamu wanashughulika na mambo. Njia za Mungu ni tofauti kabisa na njia za kibinadamu. Sisi tunaweza kufikiria ya kwamba Mungu alipaswa kufanya 1, 2, 3, 4, 5. Lakini iwapo Mungu angeshughulika hivyo kama tunavyofikiria, ukweli wa mambo ni kwamba mambo yangeharibika zaidi kuliko yalivyo. Kwa jinsi hiyo, tunaitwa kumjifunza yeye na njia zake ambazo kwazo anashughulika na mambo. Mara nyingi tena na tena kumekuwepo na tofauti hii ikijidhihirisha kati ya utendaji wa kibinadamu na utendaji wa Mungu. Na ni ukweli huu ndio ambao umefanya ya kwamba mpango wa Mungu wa kushughulika na matatizo ya wanadamu uchelewe kukamilika kwa muda mrefu. Kimsingi, tunapozungumza sasa, tuna takribani miaka kama 6,000 hivi tangu tatizo la dhambi lilipoingia, na Mungu kuweka utendaji katika kushughulika na tatizo hili, lakini mchakato huu bado haujakamilika. Na sisi tukiwa tumetokea katika miisho hii ya wakati, tunaitwa kuweza kuingia katika wazo la Mungu ili kuweza kushirikiana na yeye katika kazi hiyo njema
ambayo utendaji wake na njia zake ni tofauti kabisa na mawazo ya kibinadamu. Labda tuende katika kitabu cha Isaya tuweze kulisoma neno hili kama ambavyo Bwana analisema kupitia nabii Isaya. Isaya 55. Isaya 55 tutasoma fungu la 9 na la 10. Inasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala Brother Jackson, haina ni fungu la 8 na la 9. Isaya 55 fungu la 8 inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Njia zangu si njia zenu, na njia zenu si njia zangu. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika ndivyo ambavyo njia za Mungu ziko sana kuliko njia zetu, na mawazo yake kuliko mawazo yetu. Kwa ni lazima tuwe wanafunzi. Hii ni kusema ya kwamba mara tu tunapoanza kufikiri katika namna ambavyo wanadamu wanashughulika na mambo, tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba tunatelezea kwenye kitu kingine ambacho ni tofauti kabisa na namna ambavyo Mungu anashughulika na mambo. Na mafunuo pekee ambayo yanatufunulia juu ya njia na utendaji wa Mungu ni neno. Na hiki ndicho ambacho tunataka kukiangalia. Katika Yohana 8:32 Yesu alizungumza maneno haya ya muhimu ambayo yanaonyesha kwamba ni muhimu kiasi gani kuweza kujifunza njia za Mungu kama jinsi ambavyo zinafunuliwa katika maandiko matakatifu. Yohana 8 fungu la 32 inasema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Unahitajika ushirikiano kati ya uungu na ubinadamu ili kuyafanya mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa katika dunia hii. Kwa sisi kama mawakala wa kibinadamu tunaitwa kuijifunza kweli, kwa sababu ni pale tunapoijua kweli kuhusiana na namna ambavyo Mungu anashughulika na mambo yetu, ndivyo tunaweza kutoa ushirikiano unaohitajika ili ya kwamba makusudi na mapenzi hayo ya Mungu yaweze kutimizwa. Mungu anatenda kazi kwa njia fulani ya kimya. Tunayo mengi sana ambayo tunayaona kuhusiana na utendaji wa wanadamu. Tunao watu maarufu duniani, mambo yao ambayo wanayafanya, iwe ni wanasiasa, iwe ni watawala na wengine hao, au wafanyabiashara, watu wenye elimu, wasomi na kadhalika, yanasikika na kuvuma katika dunia hii. Tunaweza tukayapoint kabisa, huyu amefanya hiki, huyu amefanya hiki. Lakini
ni nani ambaye anaweza kupointi juu ya kile ambacho Mungu anakifanya katika dunia hii? Hilo linawezekana tu kwa wale ambao wanaelewa kile ambacho Mungu anakifanya katika njia zake ambazo ziko juu sana kuliko njia zetu, na mawazo yake kuliko mawazo yetu. Ningependa tutafakari kidogo kuhusiana na mawazo ambayo yanapatikana katika kitabu cha Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili ina unabii fulani ambao sio mada yetu ambayo tunaitazama kwa kina katika somo hili, lakini ningependa tupate mawazo kutoka pale, alafu tutalijenga hili wazo ambalo tunalo kutoka katika maneno ya unabii huu. Tunajua kile ambacho kinaelezwa katika Danieli 2 ilikuwa ni uzoefu wa Nebukadneza ambaye aliota ndoto, na alipotoka katika usingizi wake alisahau hiyo ndoto. Alichokumbuka ni kwamba ameota ndoto, lakini alivyojaribu kuita katika kumbukumbu hakuikumbuka. Kwa hiyo akawa amewaita watu wa wakati wake wanaofahamika kama wenye hekima, akiwadai ya kwamba waweze kumfunulia hiyo ndoto na tafsiri yake, lakini walishindwa. Hatimaye Danieli akaomba ruhusa na kuomba kwa Mungu pamoja na rafiki zake, na Mungu akawa ameifunua hiyo siri. Uzoefu unapatikana katika Danieli 2 na tutaisoma Danieli 2 yote. Na wakati Danieli alipofunuliwa na kuja mbele ya mfalme Nebukadneza, alianza kwanza kumuelezea kuhusiana na hiyo ndoto, na ndoto hiyo ilihusisha sanamu kubwa sana ambayo kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu na kifua chake na mikono yake ya fedha, alafu tumbo na kiuno vilikuwa ni vya shaba, alafu miguu ilikuwa ni ya chuma. Miguu ilikuwa ni ya chuma na zile nyayo zilikuwa zimechanganyika chuma na udongo. Na katika kutafsiri ndoto hii, Danieli alimweleza Nebukadneza ya kwamba sehemu hizo 4 za hiyo sanamu zilikuwa zikiwakilisha falme 4 ambazo zingetokea duniani, na akawa ameeleza ya kwamba kile kichwa cha dhahabu kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Nebukadneza mwenyewe ambao ni Babeli, lakini ufalme huo ungepita na ungekuja ufalme mwingine wa shaba ambao ni Umedi na Uajemi, lakini ufalme huo nao ungepita na ungekuja ufalme wa 3 ambao ni wa fedha, ambao tunafahamu ya kwamba ni ufalme wa Uyunani. Lakini baada ya hapo ungekuja ufalme mwingine ambao ungekuwa wenye nguvu kama chuma, na tunajua kwamba hiyo ni Rumi. Na sehemu ya mwisho kabisa ya ufalme wa 4 ni ile ambayo inawakilishwa na zile nyayo ambazo zilikuwa zimechanganyika chuma na udongo. Lakini wakati Nebukadneza alipoonyeshwa ile ndoto, lilitokea jiwe lisilochongwa kwa kazi ya mikono, likaja likaipiga ile sanamu miguu yake na likawa limeivunjavunja vipande vipande. Tunataka tutafakari kuhusiana na unabii wa hili jiwe katika muktadha wa kile tunachojifunza, na ningependa tusome katika Danieli 2 fungu la 34 na 35. Danieli 2 mstari wa 34
na 35 nasema, jiwe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake, iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukapeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, ikaijaza dunia yote. Jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Hii ni lugha ya utendaji wa Bwana kama ilivyo tofauti na utendaji wa wanadamu. Jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Huu ni utendaji tofauti na utendaji wa wanadamu. Manake ni kwamba kile kinachotabiriwa kuhusiana na habari ya hili jiwe ni kitu tofauti na kile ambacho wanadamu wanakifanya. Unabii unasema ya kwamba nalo jiwe hilo likaipiga ile sanamu miguu yake, ilikuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Alafu fungu la 35 pale mwishoni inasema ya kwamba na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Manake lilikuja jiwe, na baada ya hapo, baada ya kuipiga hiyo sanamu, likaanza kukua mpaka likaijaza dunia yote. Haya yalikuwa ni maelezo ya Danieli wakati anamueleza mfalme kuhusiana na ndoto aliyoiota. Ukisoma zaidi kuanzia fungu la 37, Danieli anamueleza mfalme juu ya tafsiri ya hiyo ndoto. Huu ni utaratibu ambao unapatikana katika kitabu chote cha Danieli. Unaonyesha unabii, alafu baada ya hapo tafsiri yake. Na katika fungu la 40 na katika lile fungu la 40 na tunasoma fungu la 44 na 45, tunakutana na maelezo wakati Danieli anatoa tafsiri kuhusiana na ndoto hiyo ambayo Nebukadneza aliota. Danieli 2:44 na 45. Inasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa lile jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunjavunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Kwa jiwe linawakilisha kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu. Jiwe linawakilisha kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu kama ulivyo tofauti na falme za dunia hii. Na jiwe hili lilipoipiga ile sanamu likawa milima mikubwa.
alafu likaijaza dunia yote. Inaelezewa process hapo, unaelezewa mchakato. Tukumbuke hapa huu ni unabii wa kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu. Na Yesu alizungumza maneno haya ambayo yanaelezea kuhusiana na kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu. Kitu ambacho tunataka kitafakari hapa katika siku ya leo ni cha muhimu sana kukielewa sana, na ni hapa ndipo Wayahudi walichepukia. Walikosa dhana sahihi ya ufalme wa Mungu na jinsi unavyosimamishwa, na kwa jinsi hiyo wakajenga matarajio ya kuja kwa kitu kingine katika wakati usio sahihi, na kile kitu sahihi kilipokuja wakakikataa kwa sababu kiliendana tofauti na matarajio yao. Na twende katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 tukasoma maneno ya Yesu yanayoelezea kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu. Mathayo sura ya 13 Mathayo 13 mstari wa 5, 31 hadi 33. Mathayo 13:31 hadi 33 inasema, ikawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuki wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Haya maneno ambayo Yesu anayasema kuhusiana na ufalme wa Mungu ni mafafanuzi zaidi ya kile ambacho kinaelezwa katika Danieli sura ya 2 kuhusiana na jiwe, kwa sababu jiwe linawakilisha usimamishaji wa ufalme wa Mungu. Mfano wa kwanza anaotumia hapa ni wa mbegu ndogo kuliko zote, mbegu ya haradali. Kimsingi ni kambegu kadogo sana sana. Ukikatazama ni kama unga, ni kadogo sana, lakini kanapowekwa kwenye mazingira yaliyo sahihi kanaanza kutoa ule uhai uliomo ndani yake na hatimaye kutokeza mti mkubwa sana. Ni process, ni mchakato. Mfano mwingine ambao anautumia ni chachu. Kwa wale ambao tumekuwa ni waokaji wa mikate, tunajua vizuri kile ambacho kinafanyika. Tunaweka hamira kidogo tu, lakini baada ya hapo tunasema ngoja tusubiri unga uumuke. Kuna process inaendelea ya kuliumua donge zima. Jiwe lilipiga sanamu, na baada ya hapo likaanza kukua kuwa milima mikubwa, likaijaza dunia yote, kama jinsi ambavyo mbegu ndogo kabisa ya haradali inapopandwa inaota na inamea na hatimaye inakuwa kubwa kuliko mboga zote, na hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake.
Kwa ufalme wa Mungu unahusishwa na kupandwa kwa kanuni ndani na ukuaji wa hatua kwa hatua. Hii ni aspect ya kwanza ya ujenzi wa ufalme, ni process. Na kuonyesha namna ambavyo Wayahudi ambao lilikuwa ndio kanisa la Mungu la wakati huo walivyokuwa wamefika mahali wamepotoshwa katika ufahamu wao kuhusiana na ujenzi wa ufalme. Ilifika mahali walimfuata Yesu, wakaanza kumuuliza habari kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini. Tusome katika Luka sura ya 17, Luka sura ya 17 fungu la 20 na 21. Luka 17:20 na 21 inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Yesu alikuwa anazungumza hapo kuhusiana na nyanja ya ufalme ambayo imekuwepo na ilikuwa inaendelea katika wakati wake. Hao Mafarisayo walikuwa wanatarajia kitu fulani kingine, especially katika unabii kuhusiana na Masihi. Waliweka tumaini lao katika ujio wa Masihi, lakini aina ya ufalme ambao walifikiri ya kwamba angekuja kuusimamisha ni ufalme ule ule kama unaojengwa kwa mikono ya wanadamu. Walimtarajia kuja kama mshindaji, kama mpiganaji, mpambanaji. Kimsingi walimtarajia kuja kama alivyokuwa Daudi, kusimamisha ufalme wa kidunia. Kwa hiyo wakalikosa kabisa lile lengo kuhusiana na kile Mungu anachokifanya kwa ajili yao na dunia kwa ujumla. Na kwa jinsi hiyo, badala ya kukusanya pamoja na Kristo, wakawa wanatawanya watu walioitwa kwa jina la Mungu. Na mojawapo ya maneno yaliyohubiriwa sana katika kipindi cha Kristo, iwe na Yohana Mbatizaji mwenyewe, iwe ni wanafunzi walipotumwa na Yesu, ilikuwa ni kwenda kuhubiri kuhusiana na habari ya ufalme wa Mungu, kwamba umekaribia. Lakini swali la msingi ni kwamba ni aina gani ya ufalme ambao walikuwa wakiutangaza? Ni nyanja ipi ya ufalme huu? Hiki ni kitu cha muhimu. Yohana Mbatizaji alisema maneno haya katika Mathayo 3 fungu la kwanza na la pili. Naweza tukasoma mafungu hayo. Yohana sura ya 3 fungu la kwanza na la pili. Mathayo au Yohana? Ni Mathayo sura ya 3 fungu la kwanza na la pili. Mathayo 3 mstari wa kwanza na pili nasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu huyo ndio fungu la pili. Fungu la pili linasema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Baada ya Yesu kutoka jangwani katika Mathayo sura ya 4,
Labda tunaweza kuyasoma mafungu haya kuonyesha kwamba ujumbe wa Yohana Mbatizaji na ujumbe wa Kristo, mzigo wake mkubwa ulikuwa ni kutangaza habari za kusimamishwa kwa nini? Ufalme wa Mungu. Mathayo 4 fungu la 11 hadi 17 tunaweza kusoma mafungu hayo kuhusiana na uzoefu wa Kristo mwenyewe. Baada ya kujaribiwa kule jangwani, tunakutana na maneno haya baada ya zile siku 40 za kujaribiwa, kuanzia fungu la 11 hadi 17. Mathayo 4 mstari wa 11 hadi wa 17 inasema, kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Alipowatuma wanafunzi wake wale 12 pamoja na wale 70 baadaye, huo pia ulikuwa ndio mzigo wa ujumbe wake. Katika Mathayo 10 fungu la 1 hadi la 7, nitasoma pale, nasema ya kwamba Mathayo 10:1 hadi 7, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina yao mitume 12 ni haya: kwanza Simoni aitwaye Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartholomayo, Tomaso na Mathayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Thadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskarioti naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao thenashara Yesu aliwatuma, akawaambia akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hiyo ilikuwa ni main burden ya ujumbe. Walikuwa wanatazamishwa kwenye kuusimamisha ufalme. Ni aina gani ya ufalme ambao ulikuwa unatabiriwa hapo? Hiki ndicho ambacho tunapaswa kukielewa. Katika kitabu cha kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu, kuna hatua zake mbili. Kuna hatua ya kwanza ambayo ufalme huu unafahamika kama ufalme wa neema, the kingdom of grace. Ndio aina hii ya ufalme Yesu alipoulizwa na Wayahudi akawaambia ya kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa neema umeendelea katika kipindi chote tangu pambano kuu lilipoanza, tangu anguko lilipotokea. Labda tusome mafungu haya katika kitabu cha Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4 fungu la 14 mpaka 16. Waebrania 4 fungu la 14 mpaka 16. Inasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu,
Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Sisi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribia kiti cha neema. Kinazungumzwa hapa kiti cha neema. Hiki ni kiti ambacho Yesu alikikalia baada ya kuikamilisha kazi ya ukombozi kwa kifo chake katika msalaba. Hiki kiti kinawakilisha aina ya ufalme ambao unaendelea kujengwa sasa kama maandalizi ya kusimamishwa kwa awamu nyingine ya ufalme, wakati ambapo atakalia kiti cha utukufu. Kuna viti vya aina mbili, kuna kiti cha neema na kuna kiti cha utukufu, kama ambavyo kinaelezewa katika Mathayo 25. Labda tusome haya mafungu. Mathayo 25 fungu la 31 hadi 33. Inasema, mafungu haya yakielezea kuhusiana na kuja kwa matukio ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Naweza kusoma? Inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo tangu Kristo alipopaa mbinguni, aliketi katika kiti cha neema, na atakapokuja mara ya pili ataketi katika kiti cha utukufu. Hizi ni phase mbili tofauti za ufalme. Wakati ambapo kiti cha neema kinawakilisha ufalme wa neema, kiti cha utukufu kinawakilisha ufalme wa utukufu. Sasa jambo la muhimu ni hili: ni wale tu walio raia wa ufalme wa neema sasa ndio ambao watakuwa na nafasi ya kuwa raia katika ufalme wa utukufu. Ufalme wa neema unajengwa kimya kimya katika njia za Mungu zilizo tofauti na njia za kibinadamu, kiasi kwamba anayeweza kuona ni yule ambaye ni mwanafunzi makini wa neno la Mungu. Wakati ambapo wanadamu wanashughulika na njia tunazozijua za kujenga ufalme, tunajua mambo ya politics, siasa, wakati vyama vinatafuta kutoa hatamu ya mamlaka, tunajua matumizi ya nguvu, vita, silaha, majeshi, vyote hivi tunajua. Lakini Mungu anajenga ufalme kwa njia tofauti kabisa, tofauti kabisa. Waebrania sura ya 6 fungu la 13 hadi 20 inaeleza wazi ya kwamba ufalme huu wa neema ambao sasa hivi unajengwa, ambao ufalme huu hakuna mtu anaweza kusema uko kule, uko hapa au uko kule kwingine. Ufalme huu unajengwa ndani ya mioyo ya wanadamu. Ufalme huu umekuwepo tangu dhambi ilipoingia, lakini kabla ya kifo cha Yesu msalabani, ufalme huu umeoperate, umetenda kazi kwa ahadi na kiapo.
Wakati Kristo alipojitoa kuja kufa kwa mwanadamu, kufa kwa ajili ya mwanadamu, basi kwa ahadi hiyo ufalme wa neema ulianza kutenda kazi tangu kipindi cha Adamu. Na Yesu alipokuja, alikuja kuratify, kutimiza kile ambacho aliahidi ya kwamba angekifanya. Waebrania sura ya 6 fungu la 13 hadi 20 tunaweza kusoma mafungu hayo. Waebrania sura ya 6 fungu la 13 hadi fungu la 20. Inasema, kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki. Brother, unaweza ukazima maiki? Najisikia tena. Nitarudia. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumpa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno na kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo Mungu, akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi masharti yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu, tulionayo kama nanga ya roho yenye silaha yenye nguvu, yaingiayo hata milele, hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Fungu la 17 linasema, katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Ni vitu gani hivi? Hebu tuyarudia ya mafungu. Fungu la 16 linasema, maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo Mungu akitaka kuonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Vitu hivyo ni nini? Cha kwanza ni ahadi na kiapo. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, yaani ahadi na kiapo, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Kwa maneno mengine ni sana kusema ya kwamba kupitia Kristo kujitoa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, aliweka ahadi na kiapo, na kwa jinsi ambavyo ahadi na kiapo cha Mungu ni hakika, basi ufalme wa neema umetenda kazi kuanzia kipindi tu dhambi ilipoingia na hitaji la ukombozi likawepo.
Kwa hiyo Yesu alipokuja, alikuja kuconfirm kile ambacho mwanzoni kimekuwa kikifanya kazi kwa ahadi na kiapo. Ndio maana mzigo wa ujumbe wake ulikuwa ni kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, ambao ulikuwa unakwenda kuthibitishwa kwa kifo chake katika msalaba, ili aende akikalie kiti cha neema kwa ajili ya kulitimiza kusudi la kushughulika na matatizo ya wanadamu na hatimaye kuandaa njia kwa ajili ya kusimamishwa kwa ufalme wa utukufu ambao utaziangamiza falme hizi zote. Ningependa kusoma maneno haya ambayo yanalielezea wazo hili vizuri katika kitabu kimoja kinaitwa Great Controversy, pambano kuu. Kwa wale ambao wanakifahamu, tunaweza kupata muda kusoma zaidi kwenye kitabu hicho. Great Controversy, ukurasa wa 346 ila aya 4 na kuendelea. Tutasoma aya 3 pale. Great Controversy, ukurasa wa 346 kuanzia aya 4, inasema ya kwamba tangazo lililokuwa limefanywa na wanafunzi katika jina la Bwana lilikuwa sahihi katika kila nyanja, na matukio liliyoyaonyesha hata wakati huo yalikuwa yakitokea. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Ulikuwa ndio ujumbe wao. Mwishoni mwa ule wakati, yaani majuma 69 ya Danieli 9, ilikuwa yasonge mpaka Masihi mtiwa mafuta. Kristo alikuwa amepokea utiwaji mafuta wa Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa kwake na Yohana katika Yordani, na ufalme wa Mungu aliokuwa wameutangaza kuwa umekaribia ulisimamishwa kwa kifo cha Kristo. Ufalme huu haukuwa utawala wa kidunia kama walivyofundishwa kuamini, wala haukuwa ule ufalme wa baadaye wa milele ambao utasimamishwa wakati ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ule ufalme wa milele ambapo wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii, kama inavyoelezwa katika Danieli 7:27. Kama yanavyotumika katika Biblia, maneno ufalme wa Mungu yanatumika kuwakilisha ufalme wa neema na ufalme wa utukufu. Ufalme wa neema unaletwa katika muonekano na Paulo katika waraka kwa Waebrania. Baada ya kuelekeza kwa Kristo, mwombezi mwenye huruma ambaye huchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, mtume anasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema, kama inavyoeleza katika Ibrania 15 na 16. Kiti cha neema, anasema kiti cha neema kinawakilisha ufalme wa neema, kwani uwepo wa kiti unamaanisha uwepo wa ufalme. Katika mifano yake mingi, Kristo anatumia msemo ufalme wa mbinguni kuelezea kazi ya neema ya kiungu juu ya mioyo ya wanadamu. Tarudia hiyo sentensi. Katika mifano yake mingi, Kristo anatumia msemo ufalme wa mbinguni kuelezea kazi ya neema ya kiungu juu ya mioyo ya wanadamu. Anaendelea kusema ya kwamba vivyo hivyo kiti cha utukufu kinawakilisha ufalme wa utukufu, na ufalme huu unarejewa katika maneno ya Mwokozi hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake
na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Ufalme huu bado uko wakati ujao, hautasimamishwa mpaka kuja kwa Kristo mara ya pili. Ufalme wa neema ulianzishwa punde baada ya anguko la mwanadamu, wakati mpango ulipobuniwa kwa ajili ya ukombozi wa jamii iliyoanguka. Kisha baada ya hapo umekuwepo katika kusudi na kwa ahadi ya Mungu. Kupitia imani watu waliweza kuwa raia wake. Hata hivyo haukusimamishwa kiuhalisia mpaka kifo cha Kristo. Hata baada ya kuingia katika utume wake wa duniani, Mwokozi akichoshwa na ukaidi na ukosefu wa shukrani wa watu, angeliweza kurejea nyuma kutoka katika kafara ya Kalvari. Katika Getsemane kikombe cha huzuni kilitetemeka katika mkono wake. Angeliweza hata pale kulifuta jasho la damu kutoka katika paji la uso na kuiacha jamii yenye hatia kuangamia katika uovu wao. Iwapo angelifanya hili, hapange kuwepo ukombozi kwa ajili ya wanadamu walioanguka. Lakini wakati Mwokozi alipoutoa uhai wake na kwa pumzi yake ya kufa akapaza sauti, imekwisha, hapa utimilifu wa mpango wa ukombozi ulihakikishwa. Ahadi ya wokovu iliyofanywa kwa wenzi wa dhambi katika Eden ilithibitishwa. Ufalme wa neema ambao awali ulikuwepo kwa ahadi ya Mungu, hapo ulithibitishwa. Kwa hiyo jiwe lisilochongwa kwa kazi ya mikono, kama ambavyo linaelezwa katika unabii wa Danieli sura ya 2, linawakilisha ufalme wa Mungu wa neema na ufalme wa Mungu wa utukufu. Ufalme wa Mungu wa neema ni mchakato, ni kazi ya neema katika mioyo ya wanadamu. Hii ni kazi ya kimya inayotenda kazi kama chachu, kama ukuaji wa mbegu ya haradali. Kama nilivyosema hapo awali, ufalme wanaokuwa raia wa ufalme wa Mungu sasa wa neema ndio watakaokuwa raia wa ufalme wa utukufu wakati Kristo atakapokuja mara ya pili. Kwa swali la msingi ambalo tulijiuliza, Mungu anafanya nini sasa hivi tunavyozungumza? Mungu pamoja na mawakala wote wa mbinguni, Baba mwenyewe, Kristo mwenyewe kama kuhani mkuu, Roho Mtakatifu, malaika, wako bize katika kuwaleta wanadamu kuwa raia wa ufalme wa neema sasa, kazi ambayo haina makelele, haina chochote kinachohusiana na utendaji wa mikono ya wanadamu. Kwa nini hili ni muhimu sana? Kwa nini hili ni muhimu sana kulielewa? Kwa sababu Mungu anashughulika kutoka kwenye chanzo cha matatizo. Shida kubwa ipo ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ufalme uliobomoka kwa sababu tatizo limeingia kwa wanadamu, ambalo ni tatizo la dhambi, ndicho kitu ambacho kimetuleta kwenye hali tuliyopo sasa kama jamii ya wanadamu. Kila kitu kinaendelea kuharibika hatua kwa hatua, lakini Mungu akijua ya kwamba ili kulitatua tatizo la wanadamu ni lazima aanzie kwenye chemchemi ya tatizo. Ndiyo maana hakuna njia nyingine isipokuwa Mungu kuanza na fezi ya kwanza ya ujenzi wa ufalme wa neema, kuwaleta raia wanadamu kutoka katika ufalme mwingine wa giza na kuwaleta katika ufalme wa neema. Hii ni kazi ya moyoni. Changamoto kubwa ni kwamba wanadamu wengi hatujijui kwanza tuko wapi, na kwa jinsi hiyo
wengi wa wanadamu hata hatuhisi ya kwamba tunahitaji kuhamishwa kutoka kwenye aina ya ufalme tuliopo kwenda kwenye ufalme mwingine. Yapo maswali kadhaa hapa ambayo tutakuwa tukiyatafakari sasa kutoka hapa. Swali la kwanza ni je, mimi ni raia wa ufalme wa neema? Je, wewe ni raia wa ufalme wa neema? Na swali hilo linapopata majibu, swali la pili ni jinsi gani naweza kuwa raia wa ufalme wa neema? Kwa tukiweka mambo kwa urahisi kabisa, mbingu iko bize ikishughulika usiku na mchana kwa ajili ya matatizo ya wanadamu, lakini kazi hii inafanyika kwa phase. Phase ya kwanza inafungua mlango kwa phase nyingine, na phase ya kwanza ya ujenzi wa ufalme inahusisha ujenzi wa ufalme wa neema unaohusisha kazi ya neema ndani ya wanadamu. Kwa nini tunahitaji sana hii kazi ya neema ndani? Kwa sababu tuna tatizo moja kubwa na la hatari lililopo pale ndani. Pale kuna kitu cha kufisha. Kimsingi, isingekuwa huu mpango wa ujenzi wa ufalme wa neema huu, hilo tatizo lingalikuwa limeshatuangamiza siku nyingi, wala hata tusingekuwepo. Kimsingi hakuna ambaye angezaliwa kama Mungu angeamua kuyaacha mambo ya rani katika uasili wake. Adam na Hawa angedisappear on the spot, wakawa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Lakini kwa neema, kupitia ahadi na kiapo kwamba Kristo angalikuja ili kuja kutukomboa, basi kwa ahadi hiyo na kiapo, ufalme wa neema umeendelea kuoperate tangu wakati huo mpaka ukaja kuthibitishwa na Yesu kwa kifo chake msalabani, na ufalme huo wa neema unaendelea mpaka sasa. Hamna kitu ambacho tunakihitaji kama kuwa raia wa ufalme huu. Ya basi, karibuni kwa yote mwenye jambo, mwenye wazo, swali. Mwishoni pale ulikatika. Ya, nilikuwa nafikiri nilipo katika nilikuwa naeleza ya kwamba nafikiri sote kwa kile ambacho tumejifunza tunaweza tukawa tumepata picha ya kile ambacho tutaendelea nacho katika masuala makubwa mawili: jinsi gani ambavyo inaweza kujitambua iwapo mimi ni raia wa ufalme wa neema au la, na pili, jinsi gani ambavyo ninaweza kuwa raia wa ufalme wa neema. Tutakuwa tukilitafakari hilo kwa makini, na tumeona ya kwamba ufalme wa neema ni kazi ya neema ndani ya mioyo ya wanadamu. Kwa nini hiki kitu kizima kinaanzia pale? Hiki ndicho kitu tutakiangalia na kuonyesha namna ambavyo hii kazi ni ya muhimu kiasi gani.
Karibuni kwa yote mwenye wazo, ongeza swali. Asante. Mimi binafsi nashukuru kwa msingi mzuri. Tumetengeneza msingi mzuri ambao unaonyesha ni wapi tunaelekea kadri tunapoendelea kujifunza. Lakini ambacho sasa ningeweza kuomba ni kwamba kwa mawazo yangu naona ingekuwa vizuri kama tungekuwa tunapeana nukuu kadhaa au tunapeana mwongozo ambao utakuwa unatuonesha namna gani tutavyokuwa tunajifunza, ili mwisho wa siku tunapokuwa tunakutana tuwe kidogo tuna share, yani market huwa tunajifunza, binadamu huwa tunajifunza zaidi pale ambapo tunakuwa tunashirikishana mawazo kuliko ya kuwa wasikilizaji sana. Kuna wakati unajikuta unakuwa kama sio pati ya darasa. Kwa hiyo nafikiri ingekuwa vizuri kama tungekuwa tunaelekezana kwamba tutakuwa tunajifunza, yaani kama hivi leo tunaelekezana kwamba ijayo tutajifunza kwa kubezi katika nyanja fulani, ili tuwe kwenye laini moja. Okay, na ndio maana nime present maswali mawili. Swali la kwanza ni jinsi gani ambavyo naweza kujua mimi ni raia wa ufalme gani kati ya falme hizi mbili, na swali lingine ni kwamba jinsi gani ninaweza kuwa raia wa ufalme wa neema. Kwa hiyo hilo ni eneo la tafakari ambalo tunaweza kuchukua muda, na kwa jinsi tunaweza kuja tukiwa tuna kitu fulani pia katika kipindi chetu kingine. Yeah. Lakini pia hiki kitu ambacho tunakijifunza sio kitu tofauti na kile ambacho nafikiri kwa ndugu hapo umepewa kile kitabu cha Kutoka Utumwa ambacho unakisoma pamoja na vitabu vingine. Ni hicho ndicho ambacho tunakitafakari hapa. Ni muhimu kujua ya kwamba hii ni mada pana inayohusisha mpango wa wokovu kwa ujumla. Kwa hiyo inaweza kujifunza kutoka katika nyanja tofauti, kama ambavyo tunayo mafunuo mbalimbali katika neno la Mungu. Kwa hiyo tunaweza kuendelea kusoma kitabu hicho pia ambacho kinaweka msingi wa kile ambacho kinahusisha kazi ya Mungu ya neema. Yeah. Kuna mawazo zaidi? Samahani, mimi nilikuwa na swali. Swali langu lilikuwa linahusu kwamba ni uhusiano gani kati ya maisha ya mwanadamu ya sasa na ahadi na kiapo. Okay, umekatika, hebu uliza tena. Swali langu lilikuwa nasema kwenye ile sura ya Waebrania 6 mstari wa 16 ambayo inahusiana na ahadi na kiapo. Hasa nitaka nisaidiwe kulinganisha ahadi na kiapo na maisha ya mwanadamu ya sasa. Nakuwa kama sijalipata swali lako kwamba linahusisha kitu gani. Maisha ya sasa. Ndio, maisha ya sasa na uhusiano na Mungu kupitia ahadi na kiapo. Okay. Kitu hicho labda introduce hicho kuonyesha ya kwamba Kristo alipokufa msalabani ndipo aliusimamisha ufalme wa neema. Lakini vipi kabla ya hapo?
Vipi kabla ya hapo? Ndio hiki ambacho kinaelezwa ya kwamba kabla ya hapo ufalme wa neema umeendelea kufanya kazi, lakini kabla Kristo hajausimamisha kiuhalisia ule ufalme katika msalaba kwa kifo chake, wakati huo ufalme wa neema ulioperate kwa msingi wa ahadi Mungu aliyotoa pamoja na kiapo. Hicho tu kinaonyesha namna ambavyo ahadi ya Mungu ilivyo ya hakika. Yaani Mungu akisema ni kana kwamba kile alichokisema kimekuwepo na kinaweza kufanya kazi leo. Ya neno la Mungu kama lilivyo tofauti na neno la wanadamu. Na ukweli huo pia unaweza kutusaidia kuelewa namna ambavyo tunaweza kuitumainia ahadi ya Mungu leo, kwa sababu imani inahusisha mambo yasiyoonekana, lakini Mungu anaponena huyanena yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Kwa hiyo ni ukweli ule ule kama jinsi ambavyo wale walioishi katika kipindi kabla ya kuja kwa Kristo walivyoitumainia ahadi ya Mungu, kama Ibrahimu aliyetajwa kama mfano kwenye Waebrania pamoja na wengine of course, ndivyo ambavyo pia na sisi tunapaswa kuishi katika kuitumainia ahadi ya nani? Ya Mungu. Na huo ndio ambao unajenga uhusiano wa ahadi na maisha yetu hata ya sasa kama ilivyokuwa kwao pia. Naweza nikajibu namna hiyo, sijui kama nimeenda kwenye kile ambacho kipo kwenye akili yako kuhusiana na swali hilo. Ndio. Okay. Okay, kuna mawazo zaidi? Basi kama hakuna, tutaishia hapo kwa leo, na katika fursa nyingine tutakuwa na mawazo machache, alafu basi tutaendelea kuona kadri Bwana anavyotuongoza. Asante. Najisikia. Yeah. Nashukuru sana. Shukuru. Basi nadhani tunaweza tukaomba. Nani angependa kuomba? Au nikaomba? Basi tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa fursa hii ambayo umetupatia. Asante kwa jinsi ambavyo umefundisha kuhusiana na habari ya namna na jinsi ambavyo unasimamisha ufalme wako katika kipindi chetu hiki. Tunaomba kadri ambavyo tunaendelea kujifunza, mawazo haya yakapate kueleweka katika fahamu zetu, tukaweza kuiona nafasi yetu katika kupokea ufalme wa neema mioyoni mwetu, tukaweze kufurahia matunda ya ufalme huo ndani yetu kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa watu wengine pia. Kadri ambavyo tunaendelea kutafakari masomo haya, Roho yako Mtakatifu akawe msaada mkubwa kwetu kuweza kufika katika viwango ambavyo unakusudia kuweza kutufikisha. Tunajikabidhi mikononi mwako tukisema asante kwa fursa hii, tukingojea fursa nyingine iliyoko mbele yetu, tukiomba na kuamini ni katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Amen. Yeah, amina.
Ya, tulipokuwa tumezungumza mwanzo tulisema tutakuwa tuna fursa ya kujifunza Jumapili kwa saa moja kuanzia saa 3 mpaka saa 4 na siku ya Ijumaa Alhamis kuanzia saa 11. Ya, nadhani itaendelea kuwa hivyo, si ndio? Ya, Dani utakuwa unapata fursa Alhamis jioni saa 11. Ya, tutaenda kwa namna hiyo, lakini tunaweza tukabadilisha kwa kadri ambavyo tutaona fursa inasemaje. Kwa hiyo tutaendelea tena Alhamisi saa 11 mpaka saa 12, na tunaweza tukaalika pia watu wengine ambao tungependa waweze kushiriki, na hata kama wako mbali wakiwa na fursa ya kuingia online, basi tunaweza tukashare nao. Ya, basi kama kuna neno la mwisho Brother Robert, karibu, afu tutafunga. Okay, ya nafikiri cha muhimu, tuna fursa kuwa kama Waberoya. Waberoya walikwenda wakafungua kurasa pia wao wenyewe na wakajithibitisha kwa mambo hayo ndivyo yalivyo kweli kweli. Hiki ni kitu cha muhimu sana kwetu, na kwenda hata zaidi ya pale ambapo tumesikia, kwa sababu neno la Mungu lipo mikononi mwetu. Kwa hiyo tuwekeze pia juhudi binafsi, yani kwa maneno mengine tusimalize hiki tulichojifunza hapa basi tukasema tunasubiria Alhamis. Tunapaswa kuketi chini wenyewe pia kujisomea, kuomba na kutafakari, basi tutampatia Bwana nafasi kutufundisha na kututhibitisha katika ukweli wake. Asante. Asante. Basi niwatakie asubuhi njema kwako huko Robert, na kwenu pia. Nashukuru sana. Asante. Sawa. Basi wakati mwema. Asante sana, na kwako pia. Asante, na kwako pia. Asante.